haitafaa kutoka na dera. Watakiwa mwanamke wa Kiislamu avae hijabu ya kisheria. Hijabu ya kisheria ina hukumu zake, na miongoni mwa hukumu za hijabu ya kisheria, kwanza iwe ni nguo pana yenye kutosheleza, kwa maana haifanyi tajsim ya kiwiliwili ikaonyesha mkato wa maumbile ya mwanamke. Iwe ni fadhfadh, imemwenea pana, wala isimbane. Pili, isiwe inaonya, kwa maana ikawa mpaka ngozi inaonekana kwa kuwa ni nyepesi. Na tatu, isiwe na urembo kama yalivyokuwa madera na urembo, na baadhi ya mabaibui yanayovaliwa na watu kama fashion yanakuwa na urembo. Kwa hiyo isiwe katika hali hiyo. Na kinyume cha hivyo atakuwa mtu ametoka mutabarrija. Mwanamke atahesabika ametoka hali ya kuwa ni mutabarrija. Na kilicho cha msingi ni mtu kutoka nyumbani kwake na stara kamili. Asivae nguo ambazo inawezekana akafunuka. Lakini pia katika mambo ya kuwahusia wanawake, na hili tuliona sana sisi, wanaonekana wanawake wa kisalafi wanaovaa hijab bado hawajaelewa kwamba watakiwa wajistiri mbele ya nani. Wengi bado wana maisha ya mtaani. Anaweza akajifunua mbele ya mtu ambaye si maharimu yake, lakini akimuona salafi aje atajifunika. Kwa hiyo sisi masalafi ndio ni haramu kwao kuwaona. Sisi wanaume ni haramu kuwaona wanawake ambao ni salafiyati, lakini watu wengine halali kwao. Unaweza kuwaona, wakacheka nao, wakakaa nao, wakazungumza. Akimuona mwanamume yule salafi anakuja anajifunika. Sasa hii ni dini. Sidhani kama wafanya kwa ajili ya mtu fulani. Kama wafanya kwa ajili ya mume tu mridhishe, au wafanya kwa ajili ya watu fulani wakuone, basi utakuwa umekula hasara, kwa sababu dini yako umeifanya ni mahali pa mchezo. Fanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sitra yako ni thamani yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jikinge, jifunike. Ya ayuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. Hii ni amri anapewa Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie wanawake wa Kiislamu. Ewe nabii, waambie wake zako na banati zako na wanawake wa Uislamu, kwa hiyo hata nyinyi mnaingia, wajifunike majalabibi yao. Fadhalika adna yu'rafna fala yu'dhain. Kwa hiyo hii ni faida ambayo wanawake watakiwa waijue, kwamba hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mume wala baba wala mjomba wala nani hawana mamlaka juu ya jambo hili. Hata kama mume wako hataki, sitaki uvae hijab, hana mamlaka ya kukuvua hijab. Mwenye mamlaka hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tayari yashakata. Kwa hiyo mume hawezi kukuvua hijabu, bali ni wajibu juu yako kudai talaka ikiwa mume hataki ujistiri, kwa sababu ni jambo la dini. Sasa tunaona wanawake wengi wanatetereka katika jambo hili. Au mtu atembea barabarani kavaa hijabu yake na dera ndani na shungi lile, jilbabu dera laonekana, miguu iko wazi, aonekana miguu au mikono yaonekana. Sasa sijui atakuwa ndo amevaa nini, na sijui anamdanganya nani. Kwa hili jambo ni jambo muhimu sana. Na mambo mengine yanasikitisha sana tu, na nini mwajua, lakini yote haya yatakiwa watu wawe na stara. Kuna baadhi ya vita watu walipigana kwa sababu ya mwanamke tu. Myahudi mmoja alimfunua mwanamke wa Kiislamu nguo, akafunukwa na nguo katika sokoni. Akasimama Muislamu mmoja akampiga yule alimfunua nguo yule Myahudi. Wakasimama Yahudi wakamuua yule. Muislamu akatoka na jeshi wakapambana. Lakini asili ilikuwa inatetea heshima ya mwanamke wa Kiislamu.
hakadha kana salaf. Lakini sasa leo wewe wajivua nguo mwenyewe, watoka bila ya hijab, watoka bila ya sitara, na huku ukikaa na wengine, ukiwa darasani, ukikaa na wenzako sitara, ukiwa toka nyumbani ujitia manukato wanukia. Idha sta'tarat almar'atu famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya, atakapojitia manukato mwanamke akawapitia watu ili wapate harufu yake, basi yeye ni mwanamke mzinifu. Sasa jambo la msingi hili, jambo lifanye kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mnapotoka majumbani vaeni stara kamili. Lakini tumesikia habari jana, tumepata taarifa, kumbe ni mambo yameshapita muda mrefu, wengine wamefunikwa na nguo barabarani. Ni aibu. Yote ni nini? Kwa sababu watu hawakupataka kuvaa sitara. Utatokaje wewe nyumbani kwako una baibui tu, upepo ukija ukifunuka utasema nini mbele za watu? Kwa watu wavae sitara, wajiheshimu, waambiane huko majumbani, hii ni jambo la dini. Vaa suruali yako vizuri ndani. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah wassalam. Mambo mengine nyinyi wenyewe kwa akili zenu, kwa utu uzima wenu, mtakiwa muyapime tu, muyajua. Lakini sheria imetuwekea hijabu. Lakini ukitembea mitaani huko, wanawake wanaotoka na kanga tu, jua kamevaa juba, ni wengi mno. Na wengine watoka bila ya niqab. Akishakuona wewe ndo ataanza kujifunika. Lakini watu karibu 100 ngapi umemwona watu wengine. Sasa hapo utakuwa na talaabu na dini yako mwenyewe. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu